Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa mchana wa leo. Neema kubwa ambayo Mungu ametujalia tena kuweza kuwa pamoja baada ya kuweza kulipitisha chuma ambalo lilikuwa jinsi lilivyo, lakini Mungu hakukupungukia, Mungu hakunipungukia, Mungu hakutuachililia. Tafungua Biblia yako tusome neno la Mungu katika kitabu cha Roma sura ya 8. Waroma sura ya 8, tutasoma mstari wake wa 36 na mstari wake wa 37. Karibu tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kama ilivyoandikwa, tunahesabiwa kuwa kondoo, lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa njia ya mwenye kutupenda, ni neno la Bwana. Amen. Asubuhi ya leo tuna neno ambalo lina kichwa cha kusema ya kwamba tuko zaidi ya washindi. Nous sommes plus que vainqueurs. Neno hili linakuja kwako na kwangu. Lengo lake ni wewe na mimi katika yote ambayo unayoyapitia tangu mwaka huu, unayoyapitia tangu mwezi huu, umeyapitia katika juma hili, yote ambayo tunayapitia katika nchi yetu. Somo letu lina lengo ambalo katika Zaburi ya 31 kwa Kiswahili ni mstari wa 25, kwa Kifaransa ni kwa mstari wa 24, linasema muwe hodari, moyo wenu upate nguvu, ninyi wote mnaongojea Bwana. Amen. Muwe hodari, moyo wenu upate nguvu, ninyi wote mnaongojea Bwana. Yaani somo letu linakuja kwako na kwangu kwa ajili ya kuweza kuhimiza. Linakuja kwako na kwangu kwa ajili ya kuweza mara tena kutia nguvu, lakini pia na kukumbia matumaini mpya. Wewe ambaye uliyekuwa umechoka, wewe ambaye uliyetupiliwa, wewe ambaye ulifikiri kuwa ya kwamba uko wewe mwenyewe. Mungu akusaidie na mimi Mungu anisaidie. Lengo ya neno hili lisikupitie bure na mimi lisinipitie bure, lakini lipate kutimiza sababu ya Mungu, kwa sababu neno lake limesema ya kwamba neno lake linashuka na lina shabaha, na kwa sababu lina shabaha, acha litimize katika mchana leo kwako na kwangu. Kwa ajili ya hii, kama tumesema ya kwamba tutasema juu ya zaidi ya washindi, kuna mambo ambayo kusudi tuweze kusema juu ya mshindi, kuna mambo karibuni 5 ambayo tunapashwa kuelewa. Kuna mambo karibuni 5 ambayo tunapashwa kuelewa ili kusema ya kwamba tuko washindi, au ili tumaanishe ushindi. Jambo la kwanza, hatuwezi kusema ya kwamba tuko washindi wakati ambapo hakuna vita. Na sisi watu ambao tunaishi Kongo, tunaishi este ya Kongo, tunajua sana juu ya jambo hili. Hakuna ushindi bila vita. Kuna vita ambavyo tunavipitia katika mwili, kuna pia vita ambavyo tunavipitia katika hali ya kiroho. Na acha nikwambie ya kwamba vita ni kawaida zaidi kwa wakati ambao tunaoishi, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba nyakati za mwisho mutasikia habari za vita.
lakini pia katika kiroho, kwa sababu hautakosa kupitia vita, kwa maana umeweza kufanya rebelio katikati ya rebelio ingine. Amen. Umefanya rebelio katika rebelio ingine. Yani wakati ambako kuna yule ambaye aliinuka na akatupwa katika ulimwengu, na wewe uliye katika ulimwengu, mimi niliye katika ulimwengu, na sisi tumekataa kumtii yeye, lakini tumemgeukia yule ambaye aliyetumba kwa mfano wake, anayetupenda kuliko wote na kuliko vyote. Na kwa ajili ya hii, yule ambaye ametupwa katika ulimwengu huu, anayetawala ulimwengu huu, hawezi kukuacha ili ukae salama. Unaweza labda usijue, kama una amani kidogo, lakini ujue ya kwamba yule adui anasaga meno kwa ajili ya hiyo. Na kwa sababu anasaga meno, usingalilala, kwa maana vita viko muda wote ambao tukiuishi. Jambo la pili, hatuwezi kusema kuwa mshindi wakati ambapo haukupitia au haukupitii majaribu. Hata Yesu mwenyewe baada ya kuweza kubatizwa, Biblia iko inatuambia kwamba Roho alishuka juu yake na mbingu zikamshuhudia, lakini Roho akamuongoza katika jangwa ili ajaribiwe. Mkristo, hakuna Ukristo bila pia kujaribiwa, maana ndio mtihani wetu. Na wewe sema ya kwamba uko mshindi kama haukuweza kuufanya, haukuweza kupitia ya majaribu. Jambo la tatu, hatuwezi kusema juu ya ushindi tukose kusema juu ya kuweza kujaribiwa. Tumesema juu ya kujaribiwa, hatuwezi kusema uko mshindi wakati ambapo hatuseme juu ya kuweza kukua katika matentation. Matentation tunasema katika Kiswahili ni katika ugombeaji. Niseme vile. Ugombeaji ni kusema wakati ambapo watu wanafanya, nilipashwa sema competition tafadhali. Na ndio jambo la tatu. Wakati ambapo tunasema ya kwamba hatuwezi kusema kwa ajili ya kuweza kushinda, wakati ambapo hatukukua pia miongoni mwa wanaogombea. Kugombea pia, unapotoka katika wagombeaji, ninapotoka katika wagombeaji na unaposhinda, hapo watasema yule ndiye mshindi. Watasema yule ndiye mshindi. Jambo la nne, hatuwezi kusema ya kwamba uko mshindi wakati ambapo haujawahi kutupiliwa. Kuna watu ambapo wametupiliwa katika majamaa. Kuna watu ambao wametupiliwa katika makazi. Kuna watu ambao wametupiliwa, lakini pia hata kanisani. Kuna watu pia ambao wametupiliwa. Kanisa kama vile kanisa la mahali, kuna watu pia ambao wanaotupiliwa kwa wakati mwingine. Lakini kitu kilicho cha muhimu kama watu katika kanisa la mahali wangaliweza kutupilia, ingalikuwa vema, ingalikuwa vizuri usitupiliwe na mwenyeji kanisa ambaye ni Kristo Yesu. Hatuwezi kusema ya kwamba tuko washindaji wakati ambapo mambo karibuni haya matano, ambao tano ni kuweza kuachiliwa au kufungwa, kutupwa gerezani. Kuna watu ambao sisi tulio nje sio
kusema ya kwamba tuko wema kuliko wao, tuko wazuri kuliko wao. Lakini kuna watu ambao hata pasipo hatia, hata pasipo makosa, wameweza kusisiwa, wameweza pia hata kufungwa. Na pia hiyo ni vita ambayo nao wanaoipitia. Na katika vita hivi vyote nilitaka kusema ya kwamba inawezekana uwe miongoni mwa aina ya moja au zaidi ya hawa ambao wanaozipitia vita hivi. Na kama tunazipitia, shauri kwako na kwangu asubuhi ya leo ni Mungu akusaidie na mimi Mungu anisaidie, kwa sababu hata kama tunaweza kufikiria kushinda, inabidi pia tutembee katika regle za kuweza kuitwa washindi. Kama tukiwa katika competition, ina utaratibu wake, unaweza kushinda. Na ndio maana kuna wakati mwingine ambapo kuwacheza mpira unaona mtu anapiga kabumbu katika goli, lakini inakataliwa kwa sababu hakuheshimu kanuni za kuweza kucheza. Na kwa ajili ya hiyo, wakati ambapo hata watu walikuwa wameshangilia kwa sababu haikuonekana ya kwamba ameheshimu kanuni, goli lake linakataliwa. Kumbe pia kusudi tuitwe washindi, inatakika tuweze kupigana sawa sawa na jinsi, au kucheza sawa sawa na jinsi ambapo kanuni inahitajika. Na ndiyo maana ninaelewa mtu kama Paulo kwa kitabu cha Wakorinto wa pili sura yake ya 4 mstari wake wa 7, wakati ambapo iko nasema na Timotheo, yeye mwenyewe anajishuhudia akisema ya kwamba nimepiga vita vilivyo vizuri. Yani unaweza kupiga vita na visiwe vizuri. Anaongeza ya kwamba nimemaliza mwendo wangu kwa salama. Unaweza kufika kwa mwisho wa vita, unaweza kumaliza mwendo na usiumalize salama. Lakini pia anaongeza na hata imani nimeilinda. Mungu atusaidie, Mungu akusaidie na mimi aweze kunisaidia kujua ya kwamba katika vita ambavyo tumeitwa au tuko zaidi ya washindi, tumeitwa kuweza kupiga vita vilivyo vyema, kulinda imani yetu na kumaliza mwendo wetu kwa salama. Amen. Alafu nitasema kusudi mtu aweze kuonekana au aweze kufikia kuwa zaidi ya kushinda, awe zaidi ya mshindi. Kusudi mtu aweze kuonekana ya kwamba ameshinda na amekuwa zaidi ya mshindi, sio maneno pekee ya kuweza kuomba, ya kuweza kusema, lakini kuna namna fulani ambapo tunapashwa kukua, tunapashwa kuonekana katika ile hali. Mtu ambaye anayeweza kutarajia kuwa zaidi ya mshindi, tukirudi katika usomi wetu katika kitabu cha Waroma sura yake 8, pale kwenye mstari wake wa 36, Biblia iko natuambia mtu wa kwanza, aina ya mtu wa kwanza ambaye anatarajia kuwa zaidi ya mshindi. Na nile Biblia iko inatuambia ya kwamba ni mtu ambaye awe yule ambaye anayepelekwa kila siku machinjoni sababu ya Yesu Kristo. Mtu ambaye anapaswa kutarajia kuwa zaidi ya mshindi, awe mtu ambaye anapelekwa kila siku machinjoni sababu ya Yesu Kristo.
Na ndiyo maana tutaelewa katika Biblia kuna watu ambao walikuwa watu kama wewe na kama mimi, ambao waliyapitia haya maisha, na kama tunaweza kuwasema ni kwa sababu walionekana kuwa zaidi ya washindi. Mungu wetu apewe sifa sana. Ni kusema haiko historia, lakini ni kweli ambayo iliyo hai. Tukasoma katika Mwanzo sura yake ya 14, ukaanza kwa mstari wake wa 9 mpaka kwa mstari wake wa 21. Niko nataka kukuambia ya kwamba hapo kuna habari za mtu mmoja aliitwa Yusufu. Lakini ukisoma zaidi sana, tukikazia kwa mstari wake sisi wa 15, Biblia yangu iko inatuambia juu ya Yusufu jinsi ambapo aliweza kuchukiliwa na ndugu zake na hata wakaweza kumuuzisha. 14 tutasoma tu 15. Wewe unaweza kuja kuwa soma tangu mstari wake ule wa 9 hadi 21. Utasikia maisha ya Yusufu katika gereza. Lakini sisi tutasoma tu ule mstari wa ule mstari wake wa 15 kwa gomboa muda. Biblia yangu iko nasema hivi: Yusufu akasema, kwa sababu hakika nilinyang'anywa toka nchi ya Waebrania, na hapa vile vile sikufanya neno hata wanitie katika mnyororo. Haleluya. Yusufu ni mtu ambaye alipendwa na baba yake Yakobo, lakini akachukizwa na ndugu zake, na kwa ajili ya hii wakafikia kiwango ya kufanya njama ya kuweza kumuua. Historia hiyo yote sitaki kuchosha nayo, lakini kitu ambacho nitaka kuambia uweke mahali hapa, yuko mtu ambaye aliyeweza kuchukiliwa, na alichukiliwa hata akaweza kupelekwa kama mwenye kupelekwa machinjoni. Sababu gani? Siye yeye mwenyewe aliyejipatia ndoto kama, isipokuwa mbingu zilimpatia, zilimfunulia maisha yake. Siye yeye ndiye ambaye alifanya kwamba apendwe na baba yake, lakini baba yake alipendezwa na yeye, lakini akachukiliwa na ndugu zake na wakamuuzisha. Lakini pia akaenda katika nchi ya Misri, na huko alipoenda pia akaweza, wakati ambapo amefikiria kwamba amestarehe katika nyumba ya Pontifa, mke wake pia akakuwa mzigo, akakuwa mwiba kwake, akamtamani. Na hapo pia akaweza kupelekwa katika gereza. Alipelekwa katika gereza kwa sababu yeye alisema, nitawezaje kumkosea Bwana Mungu wangu nikafanye jambo kama na hili? Mtu ambaye alikuwa na utayari, ana utayari kuweza kukufa au yote ambayo itakayotokea kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Mungu. Huyu Yusufu ni alama ambayo naweza kuiga kwake. Mtu mwingine ni katika kitabu cha Danieli. Kuna vijana watatu pale katika Danieli sura yake ya 3. Sura yake ya 3 mstari wake wa 15 hadi 19. Lakini wewe wakati utasoma, hata ukisoma 24 hadi 26, unaweza kuzipata hizo habari hapo. Tukasoma 15 hadi 19, au ukisoma 12 hadi 24, utasikia juu habari za vijana walioitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Hawa pia wa vijana na wao pia kwa sababu ya Mungu waliweza kupelekwa machinjoni, waliweza kupelekwa kutupwa katika moto, wakati ambapo njama imefanyika kwa ajili ya kuwasaliti, na hata wakati ambapo mfalme aliyewapenda, lakini kwa sababu wamekataa kutii amri zake, wamekataa kuabudu sanamu yake, wamekataa kuinama mbele yayo, akawaambia ya kwamba moto umewaka na umewashwa mara 7,
Na Hawa akawaambia kwamba mfikiri, mtazame kama munaweza, wakati ambapo tarumbeta, wakati ambapo itaunguruma, muone kama munaweza kuinama, munaweza kuabudu Mungu mwingine, yani miungu ya mfalme. Lakini napenda jibu lao, wakasema hatuna sababu ya kujitetea. Mungu anaweza kutuokoa, na hata asipotuokoa hatuta iabudu. Wanajua wana Mungu mmoja ambaye wako na utayari kwa ajili yake. Hawa ni wa vijana shujaa ambapo walikuwa watu kama na wewe, kama na mimi, na sisi ambapo tunahitajika pia kusimama ili tustahili kufanyika au kuwa zaidi ya washindi. Aina ya watu au aina ya mtu wa pili ambaye anastahili kuwa zaidi ya mshindi, katika Matendo ya Mitume sura yake ya 5 mstari wa 14 hadi 41, Biblia iko natuambia kwa ajili ya mitume ambapo pia waliweza kupigwa, walifungwa na wakapigwa. Yani jambo la pili ni mtu ambaye anayefurahia kuweza kushiriki mateso ya Yesu, kushiriki kwa mateso yake Yesu. Hawa ni watu ambao Biblia inasema ya kwamba walifungwa, zaidi ya kufungwa walipigwa, ili tu wasitaje au wasihubiri au wasifundishe kwa jina la Yesu. Na hawa, kama ingalikuwa wewe, ingalikuwa mimi, iko kwepesi wakati tunaihubiri, wakati unaisikia kwa masikio yako, useme basi walipashwa jitahidi. Lakini kama unaweza kuivaa katika mwili wako, na kama kuna siku ambapo ulishaona au ulishapigwa, au kuna siku ambapo ulishawahi kuona jinsi wako wanapiga mtu, utaelewa ya kwamba hawa watu kweli wanastahili kushuhudiwa, kuitwa zaidi ya washindi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio rahisi kuweza kukubali kupigwa kwa ajili ya mtu mwingine. Kuna watu wengi mbele ya vipimo kama hivi waliweza kukana, waliweza kukataa. Na wakati ambapo niko naona watu kama na hawa, walinikumbusha historia fulani katika nchi yetu iliyopitikana wakati au siku zilizopita hapo mbeleni. Wakati ambapo AFDL ilikuja, baada ya kufika Kinshasa, wakakorogana mzee na walie wake, kukainuka vita, na kulikuwa mtu mmoja aliyeitwa Abdoulaye Herodi Ndombasi. Na huyu alikuwa kompanyo wa mzee wa karibu, alimfurahia sana. Na wakati ambapo kuligeuka yale mapinduzi ya kutaka kugeuza madaraka ya kule, akakuwa na maneno makali na matusi makali kwa ajili ya wale ambao walianzisha tena vita. Na hata wakati wote ambapo walikuwa katika vikao kutaka kuzungumza, yeye alianza kuita wale watu kama ni vidudu. Na hata ulimwengu wote mzima ukaweza kumchukia, na hata ukachukua malipizi kwa ajili yake. Sasa wakati ambapo kulipitikana mazungumzo na wakafikia kiwango cha kuweza kuwa tena pamoja, wakafanya 1+4, president mmoja na makamu wanne, kwa sababu ya kukubali kuadhibiwa kwa ajili ya kutetea ngambo yao. Wakati walisema wachague nani ambaye atakuwa kwa ngambo ya government kuwa president makamu, akaonekana amechaguliwa. Sababu gani? Kwa sababu ya msimamo wake aliochukua kwa ajili ya nini? Ya kambi yao. Alikubali kuteseka, alikubali kuadhibiwa kwa ajili ya ngambo aliyokuwemo. Nawe na mimi pia tuko mahali hapa, tunaitwa
kuwa na msimamo, ingawaje vyote vita tunavyovipitia kama tulivyotaja hapo juu, tujue ya kwamba tutastahili kuwa zaidi ya washindi muda na wakati wote ambapo tunaofurahia hali ambayo yote tunayoweza kuwa traite kwa ajili ya jina lake Yesu Kristo. Tukishiriki kwa mateso yake, tuna haki pia ya kutarajia kushiriki utukufu pamoja na Kristo Yesu. Amen. Aina ya tatu ya watu ambao wanastahili, wanatarajia kuwa zaidi ya washindi, katika Waroma sura yake ya 12 kwenye mstari wake wa 21. Waroma sura yake ya 12 mstari wake wa 21. Romains chapitre 12 verset 21. Biblia iko inasema hivi, 12:21 inasema hivi. Karibu. Amen. Ile ndio aina ya mtu au aina ya watu ya tatu ambapo wanatarajia kuwa zaidi ya washindi. Watu ambao wanaoshindana na mabaya kwa njia ya mazuri. Watu ambapo ingawaje vyote wanavyovifanyizia wengine wanawarudishia mabaya, lakini hawaachi kufanya mazuri. Ukasoma pia kwa Mathayo 26 mstari wa 15 hadi 52, utaelewa ya kwamba wakati ambapo Yuda alikuja pia na vikosi, alikuja na wale ambapo walikuja kumchukua Yesu. Ninafurahi kwa sababu ni huyu ndiye ambaye tunaitwa kumuiga zaidi. Wakati ambapo walikuja kwa ajili ya kuweza kumchukua, Biblia inasema ya kwamba Yuda alipokuja alikuwa amekwisha kupana consigne kwa wale wasaliti, kwa wale ambao walikuja aliwauzisha kwake Yesu. Na wakati ambapo walikuja, Biblia inasema ya kwamba ndipo Yesu akamwambia, rudisha verse iko yule ya pale tafadhali media. Tazama mmoja wa wale waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake. Ungalirudia tafadhali kwa 15, tuanzie kwa 15. Yesu akamwambia, tumefika. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda, wakanyosha mikono yao, wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wa wale waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Amen. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Haleluya. Huyu ni Yesu ambaye wakati ambapo walikuja kumshika, Yuda alikuwa amewaambia wale ambao walikuja kumshika Yesu ya kwamba yule ambaye nitakayembusu ni yeye yule ambaye mtakayemchukua. Na wakati ambapo alimbusu, Yesu akamuita rafiki yangu. Mungu atusaidie sana. Yesu akamuita rafiki yake.
Kumbe sisi ambao tuliokoka hatuna maadui. Ule ambao unayemuona adui ndiye rafiki yako. Amen. Kwa sababu ni huyu ndiye ambaye atakayekufikisha, atakayefanya kwamba uweze kuwa zaidi ya mshindi. Yesu akamuita rafiki yake. Na Yesu alipomuita rafiki yake, Biblia inasema ya kwamba Petro aliyekuwa pamoja na Yesu, Biblia inasema miongoni mwa wanafunzi, nafasi zingine zinahakisha kwamba ilikuwa Petro, wakati alimwacha watu wanataka kumkaramikia Yesu, wanataka kumrukia, Petro akawaambia nitaonesha kama nina nguvu, nina uwezo. Na akaweza kukata sikio la ule mlinzi wa kuhani mkuu. Alafu wakati ambapo Yesu alipoona hilo sikio linaanguka, akalichukua mara tena, na hiyo ilikuwa muujiza wa mbele tena. Yesu ajaenda kwenye msalaba, akaweza kulirudisha. Ona kutendea mema wale ambao unaona jinsi ambapo wako nakuja kwako kwa ajili ya mabaya. Na mara moja alipolirudisha, Yesu akamwambia anayeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Huyu pia anastahili mtu wa aina kama na hii, ambaye anayeshinda mabaya kwa mazuri, ambaye katika maisha yake hadevelope maadui, lakini anajitahidi kama jinsi ambapo Waebrania 8:12 anavyotuambia kwamba tafuteni amani na watu wote na utakaso, kwa maana pasipo hii hakuna mtu atakayemwona Mungu. Lakini ole kwamba sisi siku za leo wa Kristo, watoto wa Mungu, unaona wakati ambapo tunafarakana au tunakutanana na watu wabaya, kwa sababu wako tu, wasaliti wako tu, sisi kwetu kuliko tutafute kushinda mabaya kwa njia mazuri, kuliko tuwaombee hawa, kuliko hawa tupate hata kuwalisha, sisi tunaanguka katika hiyo mtego. Tunataka kufanya upanga kwa upanga, wakati ambapo Mathayo sura ya 5 mstari wake wa 12 iko inatuambia kwamba hakika kama haki yenu haitapita haki ya waandishi na Mafarisayo, hamutaingia. Na kwa mwisho wake 48, napenda neno ambalo baada ya kutaja aina au namna ambavyo watu au tunavyojua sisi, Biblia inasema pale kwa 48 ya kwamba kuweni wakamilifu kama Baba yenu aliye juu mbinguni. Amen. Mpendwa, kuweza pamoja na mimi utaelewa ya kwamba kuweza kuitwa zaidi ya mshindi ni kitu kimoja, lakini sio rahisi. Lakini ingawaje sio rahisi, kwa maana kuna gharama, kuna bei, nataka kuambia kwamba pia sio nguvu. Kwa sababu gani? Kama tukiweza kusema katika mambo haya yote, sisi tunaitwa kuwa zaidi ya washindi. Yule ambaye anayepashwa kuwa zaidi ya mshindi ni mtu ambaye mambo mawili peke yake nitaka kuongezea kusema ya kwamba, ukasoma katika Yohane 1:47, uwe mtu ambaye usiyekuwa na hila, ili uweze kuitwa mshindi, zaidi ya mshindi. Hapa ni yale ambayo sasa sisi tunatarajia kuifanya. Yohane 1:47, Biblia iko nasema juu ya mtu mmoja ambaye alikuja kwake Yesu, na hiyo mtu aliitwa Nathanaeli. 1:47, Biblia inasema ya kwamba Yesu aliona
Nathanaeli anakuja kwake akasema juu yake, tazama Mwisraeli kweli, hana hila ndani yake. Haleluya. Kile ambacho natarajia, kile ambacho unapaswa kufanya, kile ambacho unapaswa kufanya katika maisha yangu, katika tulisema vita, katika majaribu, katika vishawishi, katika kugombea na mambo kadhalika ambayo tunayoyapitia, tunayoishi, katika hali yoyote ambayo unaosumbuliwa, unaotatizwa, katika safari yetu ya kwenda mbinguni ili tuitwe zaidi ya washindi, kile ambacho tunatakika kufanya ni tuwe watu wasiokuwa na hila. Yaani tuepuke mabaya ndani mwetu, tuepuke chuki ndani mwetu, tuepuke dhambi ndani mwetu. Yesu akaona Nathanaeli iko nakuja, na wakati ambapo alimuona, walikuwa wamekwisha kumwambia Nathanaeli juu ya jinsi ambapo Nazareti kumezalika mkombozi. Naye akasema, je, kunaweza kupatikana kitu kizuri kutoka Nazareti? Lakini wakati ambapo Yesu, ingawaje mashaka yake kwa ajili ya ule mji, alipomuona akaona ndani mwake ana hila. Je, eske uko inonsa, eske niko inonsa katika vita ambavyo unavyovipitia na navyovipitia, ili nistahili kufanyika kuwa zaidi ya mshindi? Eske uko inonsa, eske niko inonsa? Na aina ya mtu wa pili au kitu cha pili tafadhali ambacho tunatakika kukijua na kukiishi katika maisha yetu ili tuwe zaidi ya ushindi, kitu ambacho tunatakika kuwa nacho uhakika na kukiishi katika maisha yetu. Yohane wa kwanza sura yake ya 4:4, Biblia iko natuambia hivi. Yohane wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake wa 4, Biblia iko natuambia hivi katika jina la Yesu Kristo: nanyi watoto wadogo ni wa Mungu, nanyi mumewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika dunia hii. Amen. Wewe na mimi tulio mahali hapa ambapo neno hili limekuja kwetu mchana wa leo, je, unajua ya kwamba wewe ni wa Mungu? Ukiangalia katika Wakorinto wa kwanza 3:23, Biblia iko nasema ya kwamba vitu vyote ni vyetu. Hata kile ambacho kwa ajili yake unapigwa vita, unasumbuliwa, ni chako. Lakini wewe ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Bwana wetu apewe sifa sana. Kama wewe ni wa Kristo, sasa kitu gani ambacho hauna pamoja na Kristo kama wewe ni wa Kristo? Au kama Mungu hakukuima Kristo kwa ajili ya kuokoa, nini ambayo hakukupatia, hakunipatia pamoja na Kristo Yesu? Lakini pia tuhakikishe ya kwamba, au tujue ya kwamba aliye ndani mwetu ni mkubwa. Aliye ndani mwetu ni mkubwa. Katika vita tunavyovipitia, katika majaribu, katika vishawishi, katika kugombea, katika kutupiliwa, kukataliwa, kudharauliwa, hakikisha ya kwamba una Yesu ndani mwako. Nina Yesu ndani mwangu. Kwa sababu Wakolosai 1:27, napenda sana hili neno. Biblia inasema kumwisho ya kwamba Yesu ndani mwetu ni tumaini la utukufu. Haleluya. Yesu ndani mwako, Yesu ndani mwangu ni tumaini la utukufu. Mpendwa ambaye
neno hili limetujia pamoja kwa mchana wa leo. Nataka komea mahali hapa kukuambia ya kwamba katika hali zote, kama jinsi ambapo wakati ambapo Abeli amependeza Mungu na Kaini ameweza, kwa sababu ya sadaka walizozitoa, ya Abeli imekubalika, ya Kaini imeweza kukataliwa, na amepata hasira kwa ajili ya ndugu yake. Biblia inatuambia ya kwamba sauti kakuja kwake kamwambia ya kwamba, je, Abeli, Kaini, jaribu limekuwa mlangoni pako, lakini umeitwa kulishinda. Hauna sababu, sina sababu yoyote ya kusema ya kwamba katika hali yoyote tunayoipitia iliyo ngumu, shida, matatizo, watu wainuke, hali tunayozipitia, tunazoziishi, hatuna sababu yoyote ya kusipo kushinda. Kwa sababu gani? Aliye ndani mwetu ni mshindi, na huyu ni Kristo Yesu, na sisi tumeitwa kushinda pamoja na yeye. Na kwa sababu yeye alishinda, sisi tumeitwa kuwa zaidi ya washindi, kwa sababu ni yeye ndiye ambaye amesema ya kwamba kama tukimwamini, yale ambayo anayofanya tutafanya zaidi ya yale. Mungu wetu apewe sifa. Yeye ameshinda, anatarajia kwako pamoja na yeye ndani ya maisha yako upate kuwa zaidi ya mshindi. Na ni hiyo nimeleta habari hii kwako kwa mchana wa leo, ili kupitia namna unaoipitia, hali unaoipitia, jinsi unavyochoka, jinsi unavyotazama shida, jinsi unavyoona mlima mbele zako. Kumbuka somo letu la mwaka, hakuna mlima utakaosimama mbele zako Zorobabeli. Na wewe na mimi pia, hakikisha ya kwamba unajitahidi, ingawaje kupelekwa machinjoni kila siku, ingawaje kushiriki au kuteswa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, ingawaje kutenda mazuri kwa watu na watu wakulipe mabaya, hakikisha ya kwamba unasimama ndani ya Yesu, haumsaliti, haumchafui, bali kila siku baada ya siku unajitahidi kuboresha maisha yako na Mungu, kuboresha maisha yako na wengine, lakini pia na uweze kumshikilia huyu Yesu ambaye amekufanya kuwa hekalu lake. Na Mungu alibariki neno hili kwenu na kwangu. Amen. Karibu baba mchungaji kwa kuweza kutuombea Mungu, ili Mungu apate kutusaidia.